ambue uwezo asili mkubwa tulio nao, sivyo? Uamuzi, hata mtoto mdogo si anafanya uamuzi, sivyo? Ni uwezo asili tulio nao. Kwa hiyo la kwanza itabidi tujue hilo. Kila binadamu hufanya uamuzi. Unaweza kuuliza kwa nini nasema kila binadamu? Tutajua tunavyoendelea. Uamuzi hufanyika katika mazingira ya hisia. Linaingia hilo kwamba uamuzi unafanyika kwenye mazingira ya hisia. Yaani uamuzi ni kuitikia hisia ya ukweli. Litaingia baadaye, sivyo? Na kutokana na uamuzi ndio tunajua tabia ya binadamu. Na uamuzi umetokana na nini, sivyo? Kama tunasema kwamba uamuzi ni wa binadamu, sivyo? Na binadamu aliumbwa na Mungu, sivyo? Kwa hiyo Mungu anahusikana na uamuzi wa binadamu, sivyo? Mungu anahusikanaje na uamuzi wa binadamu? Narudia hapo nyuma kwamba uamuzi unatokana na hisia, sivyo? Tuende tunaweka kiporo, sivyo? Ukumbuke. Lakini kuna hisia sahihi na hisia ambazo sio sahihi, sivyo? Labda hapa tuzungumze kidogo. Hisia ni nini? Kuna anaweza kutuambia, kwa sababu ni neno la Kiswahili la kawaida, si tunakutana nalo? Hisia ni nini? Na tunalitumia sana, sivyo? Mtu akikwambia hiyo ni hisia yako, unafikiriaje? Mara kwa mara mtu akikwambia hiyo ni hisia yako, maana kama hujafikiria vizuri, sivyo? Lakini mimi nataka tuchukue hisia kwenye maana ambayo tutatumia hapa ya kutusaidia kwenye uamuzi, sivyo? Sasa hisia kinyume chake manake kuna ukweli, sivyo? Hii chupa ni chupa ya nini? Ya maji. Maji gani? Maji gani? Afya ya kunywa, sivyo? Sasa ukichukua chupa hii ukaiweka hapa, si maji ya kunywa? Ndio. Ukawaita watoto wakaikuta hiyo chupa hapo, watafanyaje? Wanaweza kuichezea, anaweza kaomba maji yanywe, sivyo? Na kuna aliyekosea? Hapana, sivyo? Kwa hiyo binadamu anakuwa na hisia tofauti kwa ukweli ule ule, sivyo? Ndio. Binadamu anakuwa na hisia tofauti kwa ukweli ule ule. Twende upande mwingine, sivyo? Nikigonga hapa, sivyo? Kwa nguvu, si unasikia ilivyolia? Nikigonga kidogo inalia kidogo, nikigonga kidogo sana inalia kidogo sana, sivyo? Je, binadamu ukimpiga ngumi ya kutosha lazima alie? Mwingine anaweza kumpiga asilie, sivyo? Ndivyo anasema, sivyo? Ukasema kama ni mtoto, mtoto ana kiburi, yaani amekataa kulia. Wewe umedhani kwamba umempiga vya kutosha. Kwa hiyo hisia manake ni hisia ya ukweli, sivyo? Sasa kwa nini tunasema kwamba hisia, kuitikia hisia ni mtaji? Kwa nini tunasema hivyo? Tunapoitikia hisia, tunapoitikia kitu kimoja kwa njia nyingi, manake ni ubunifu, sivyo? Mtoto akisema kwamba ni kitu cha kuchezea, kwa hiyo atakichezea na kitaridhisha matakwa yake, sivyo?
Simu ulio nayo, kuna anayeona simu ni ya kupiga simu tu, kuna mwingine simu ni kompyuta, sivyo? Kuna mwingine simu ni calculator, sivyo? Kwa hiyo cha kusema ni kwamba binadamu tofauti na viumbe vingine, taendelea kulizungumzia hilo, lakini ni kwamba binadamu uwezo mkubwa wa kuwa mbunifu, kuwa mgunduzi, akaona chuma akatengeneza ndege, mwingine akaona chuma akatengeneza jembe na kadhalika, ni kutokana na kuwa na hisia tofauti juu ya ukweli ule ule, sivyo? Hapo imeeleweka? Kwa hiyo ninaposema kwamba ni upendo wa Mwenyezi Mungu, ni kwamba Mwenyezi Mungu alipowaumba Adamu na Eva, si ndio alitangulia akawa amewapenda, akawaambia, Bwana, mimi nawapa uwezo wa kutumia bustani hii, lakini kuna hisia sahihi na zisizokuwa sahihi, sivyo? Kwa hiyo ndio sababu Mungu aligeuka akamwambia Adamu, hapa na hapa na hapa sio sahihi, sivyo? Ni kama mtoto ambaye ameshakuwa labda miaka 8 ngapi, huwezi kumzuia kutumia kisu, sivyo? Lakini unamwambia kisu kinashikwa hivi, kusudi aweze kushika vizuri. Kwa hiyo uamuzi kwa binadamu natokana na kuitikia hisia, lakini kuitikia hisia kuna mzigo ya kwamba kuna hisia ambazo sio sahihi. Hiyo tumeshaizungumzia, na sisi binadamu tumepewa uwezo wa kuendeleza hivyo, sivyo? Ndio sababu tunaweka viwango, tunaweka sheria na taratibu na nini, kwani kwenye kikundi si mna taratibu, sivyo? Ndio. Angalau za kusema ikifika saa fulani tunafika, sivyo? Mtu akichelewa, na huyu fulani bwana, sivyo? Anakuwa hayuko kwenye uamuzi wenu. Na sisi na zaidi hapo, kwa sababu hisia zinatofautiana, Mungu mjanja, sivyo? Akatupa uwezo mkubwa wa kuwasiliana, kwa kuandika, kwa kuzungumza na nini. Sasa hivi kuna simu na nini, kusudi kuweza kusahisha hisia, sivyo? Kwa sababu watu wanaweza kugombana kwa sababu ya chupa hii ya maji, sivyo? Huyu anataka achezee, huyu anataka anywe maji, huyu anataka aondoe maji, sijui aweke nini. Kwa hiyo ndio sababu lazima tuzungumze kati ya mtu na mtu, na sio kati ya mtu na mtu, hata wewe ndani yako unaweza kuwa na hisia 2-3 zinapingana, sivyo? Sasa lazima na wewe ndani uzungumze na mwili wako. Cha pili tutakachofanya, kwa sababu ya hizo tulizozungumza hapo, maana yake kuna sababu ya kuchambua hizo hisia, sivyo? Kikawaida huu uwezo tunao, sivyo? Ni uko nazungumza tunao, hata bila kupanga au nini. Unaweza kuta mtu anafanya biashara mjini, hajawahi hata kuandika sentence moja ya kusema nia yake, sivyo? Lakini anafanya biashara na nini? Kwa uwezo aliyompa Mwenyezi Mungu hapo. Sisi tunasema twende hatua mbele zaidi, tuchambue kwenye njia ambayo ni wazi kwa kila mtu, sivyo? Kusudi tuweze kujumuishana zaidi. Kwa hiyo tutafanya kuchambua uamuzi ili kuboresha uwezo wetu wa asili. Moja itakuwa kuweka hizo taarifa, sivyo? Tutazungumza namna ya kuweka hizo taarifa. Hiyo kuweka inaweza kubadilika, teknolojia zinaingia na nini. Mimi nitakayoonyesha hapa ni ya nyuma zaidi, kutumia makaratasi, sivyo? Lakini zitakuwepo za kwenye kompyuta na nini na nini, zipo, sivyo? Lakini kazi niyo hiyo, kuweka taarifa hizo. Pili, kusafisha hizo taarifa, sivyo? Kwa sababu kuna hisia ambazo zinaweza kuwa ni sahihi, nyingine sio sahihi, sivyo? Na pengine wengine wanataka kutumia hisia ambazo sio sahihi vibaya, tutaendelea kuiona hiyo. Halafu hatua ya tatu itakuwa ni kupanga, sivyo? Sasa haya mawili
huwa tunayafanya kwa vitendo, na msiondoke, tukija tena tuweze kushirikiana kwa vitendo. Leo muda hautatosha kufanya vitendo, lakini tutapitia yale ya muhimu ambayo yanatufungulia kuweza kufanya vitendo. Kuna swali mpaka hapo? Na mimi nipumzike kidogo. Najipenda kidogo, sivyo? Kuna swali? Ndio. Milele amina. Upendo wa Mwenyezi Mungu kwa binadamu ili awe mbunifu na mgunduzi. Unaweza kuelewa kwa tofauti kati ya hayo maneno mawili hapo, kati ya mbunifu na mgunduzi? Yuko hata mimi ndio nimekosea nikaweka mawili hayo. Ningeweza kuweka mbunifu peke yake, sivyo? Nadhani tofauti sio kubwa sana, sivyo? Kuna aliye najibu hapa? Mbunifu maanake akiona kitu anaona vitu vingi, sivyo? Nakwambia kiko hii, kiko hivi, sivyo? Mgunduzi anaweza kumsikia mbunifu ameona vitu vingi, anaenda kugundua sasa, sivyo? Kwa hiyo mbunifu sio lazima awe mgunduzi, ingawaje mtu huyo anaweza kuwa mbunifu na kuwa mgunduzi, sivyo? Ukitoka hapo kuna ujasiriamali. Ujasiriamali si lazima awe mbunifu awe mgunduzi, lakini akikuta mgunduzi ameshatengeneza kimicrophone na kijakaa vizuri, anasema hiki kijakaa vizuri, yeye anaona mteja ase hiki kitu unaonaje? Mteja anakichukua, narudi anasema tengeneza nyingine bwana. Imeeleweka? Ndio. Ndio. Swali lingine ni mkono? Basi tuendelee. Sasa tuendelee hatua moja zaidi. Hiyo ni kwamba hapa huku nyuma tutapata fursa na changamoto. Ukifanya hii uchambuzi utapata fursa na changamoto, na ndizo zinatumika kwenye kupanga, sivyo? Labda hapa nidokeze kidogo. Tumezoea mara nyingi, hata pengine wataalamu, mimi sio mtaalamu wa kupanga, lakini pengine unakuta hata wataalamu anaweza kuja hapa akasema, hebu vijana naambie fursa na changamoto zenu, sivyo? Umeelewa? Tumsifu Yesu Kristo. Anaweza kuja hapa mtu, au kabla mimi sijaja kuwavuruga, sivyo? Anaweza kuja hapa mtu akasema, hebu vijana wa Burka naambie fursa na changamoto zenu. Simtamtajia? Simtazitaja? Akaondoka nazo, kwa sababu kitaalamu mtu akishakuwa fursa na changamoto unaweza kuandika mradi, sivyo? Si unatizama zinavyohuiana, tutajifunza huko, sivyo? Lakini fikiria sasa, mtu amekuja hapa akachukua fursa na changamoto moja kwa moja, itakuwa kutokana na tuliozungumza, itakuwa amebeba nini? Atakuwa amechukua nini? Jaribu kuainisha na tuliozungumza. Haya, naona huyu nasema ningekuja hapa, acha niliyozungumza hapa, nasema vijana mjambo, na ningeweza kafanya hivi, sivyo? Na msingejua, sivyo? Ningesema mna fursa zipi? Si mngenipa orodha, sivyo? Kama mlivyoandika nia yenu. Changamoto zenu ni zipi? Si mngenipa orodha. Nikitoka hapo nazo nikasema sasa ngoja niende, au nikakaa hapa nikasema ngoja tuzitumie kuandika mradi wenu au miradi yenu. Nitakuwa nimefanya kitu gani? Sasa tilia maanani tuliozungumza haya. Chukua wazo. Utakuwa umechukua mawazo. Yale mawazo tuliyofanana. Mawazo. Manake uamuzi tuliokuwa tunafanya. Mwingine? Ndio. Tutakuwa kwenye kipengele cha pili, kuchagua uamuzi. Kuchagua uamuzi.
E,